na Uislamu kule na mama yake pia ni mmoja katika Waislamu. Kwa hiyo yeye ana bahati sana, na akikuwa hapa yuko kama yuko nyumbani, si ni kweli? Kwa hiyo nichukue vile vile kuwasilisha maneno ambayo kuwa nimetumwa nayo ya Nurul Umma. Mheshimiwa, ukiona Nurul Umma unatizama kioo ya jamii, ambayo kuwa malengo makubwa ni kuelimisha jamii ili watoke katika mihadarati kwa vijana na kwa wale ambao kuwa hawajajua umuhimu ya kuishi katika mujtama, kuangalia future ili wapate hiyo moyo na vile vile elimu. Na tatizo ambalo kuwa wanapitia ni tatizo ya usafiri. Kwa hiyo Nurul Umma, kwa niaba ya Nurul Umma akiwemo chairman na memba wote, wanakuomba kama unaweza, hata kama ni ka probox kadogo tu, ipigwe brand donated by Sonko, Nurul Umma ifanye kazi ya Mungu. Hiyo ndiyo ombi letu kwako wewe, na mimi ninavyojua Sonko kwa sababu ambalukuwa atatufanyia, si ni kweli? Takbir! Takbir! Kwa hiyo ninaweza kumkaribisha. Tumetoka naye mbali na matumaini yetu kwake ni makubwa. Mama yake alikuwa ni Muislamu na alisoma madarasa yeye, kwa hivyo anafahamu masomo ya dini kwa dhati. Na leo kongamano hili la grupu ya vijana inaitwa Nurul Umma, nuru katika society, imeweka kongamano ya pili katika mwaka. Kwa hivyo tunapanda vizuri, Nurul Umma ile ikipanda vizuri, na kwa kuhudhuria kwenu umefanya ikawa ni jamaa chama na hiyo organization hiyo itaendelea mbele kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utukufu wake. Na msikiti wetu mmoja ndio umetuhost hapa, inshallah pia tunaweza kutoa shukrani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwu wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa hiyo wewe ni ndugu yangu, kwa nini usinipe mkono? Salamu. Huyu ni mtu wa nyumbani, akipita gari na sisi tuko tunamwangalia sana na sana. Kwa hiyo karibu sana. Leo ni siku moja, siku nyingine tutakutana Dubai, na siku nyingine ukienda Dubai, kwa vile najua Kiarabu, twende pamoja tuongee na Waarabu watusaidie, sio kila siku tulie Sonko na Waarabu wana pesa na mafuta wale. Kwa hiyo mimi natoa kama mimi, inshallah tuwe pamoja. Ukienda Dubai, passport niko nao, twende pamoja. Wasemaji Waislamu, naam, kisha wasalimie waumini wako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi nimesema geni sana kwa Uislamu. Pia tunasamea sababu pia sengeni kwa Ukristo. Kwa sheka hapo watani gai vile sheka anaongea ukweli. Mimi nimezaliwa na mama Muislamu, mamangu marehemu alikuwa Muislamu. Tumemzika Kiislamu pale Kikoani. Lakini sasa vile nililelewa mamangu alikuwa mwalimu na babangu ni Mkristo. Sasa wakakosana nikiwa mdogo. Shule zikifungwa na kana babangu. Babangu naye ananipeleka mambo ya kanisa. Mama naye ananipeleka madrasa. Mpaka wakapelekana kotini. So koti kasema kila mzazi akae na Sonko. Jina langu la Kiislamu naitwa Hamisi. Lakini nikija kwa baba kawa nakataa ile jina na nipatie na kile Kikristo. So nimelelewa kwa hayo maisha, siko bila kwangu. Lakini najua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanisaidia huko mbele, atanipatia fahamu nzuri. Amin. Alafu kuhusu sio kuongea siasa,
kwa sababu hili ni kongamano ambalo tunaliheshimu sana. Ningependa kuupongeza organizers wa hili kongamano, muendelee na kongamano zingine kama hili mmefanya kila mahali, si hapa Umoja peke yake, na mimi am there to support you. Count on my overwhelming support. Unajua ninyi Waislamu especially hawa mashehe walisimama na mimi sana kwa safari yangu yote ya siasa. All my political journey, nikiwa mbunge, nikiwa senator, na tuliwao kila Ramadhani ilikuwa tunahakikisha Waislamu walale njaa Nairobi. Wakati wa Hajj pia tulikuwa tunapanga tu na hawa masheikh na imama hapa, tunapeleka wengi wao kwenda kwa hija Maka. Lakini nasikitika nitoka kwa uongozi, sijaona Waislamu wakipelekwa na viongozi kwenda kwa hija Maka. Kwa hivyo mniombee Mungu sana. Zile kesi za kiibilisi zilikuwa nimeekelewa, ninyi mlifanya kazi nzuri, mlichagua kama senator, kama gavana. Lakini siasa iko na mambo mengi, nikatolewa, nikaitwa terrorist, nikaitwa mwizi, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunakuwa na haki. Mahakama zimemwachilia, wakawa wameshika pesa yangu kwa miaka 7, kesi zimesikizwa, nimeachiliwa mbele. Na kwa nini nataka mniombee? Kwa sababu nafikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia anajibu mema na mema. Kila nikishinda wanafanya kitu inaitwa appeal kotini, na sio kuchukua pesa zangu, tunaendelea na appeal. Appeal ikikuja pia Mungu anasaidia na shinda tena. Sasa tuone, sababu nimewashinda High Court, Mungu akanipatia ushindi Court of Appeal. Kama ataenda Supreme Court pia najua Mungu atanipatia ushindi hapo. Na mimi ningependa kuambia, sitakuongea sasa hivi, ningependa kuambia ile riski kidogo Mungu amenipatia mimi. Kitu cha kwanza mamangu alinifundisha kutolea dhamana. Kwa hivyo sasa kuongea mengi, sababu ukitenda mema pia ifanye kutangaza kila mahali. Hiyo ile tunachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kazi yake. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia organizers tuko pamoja. Hiyo challenge leo sio kumeniambia kuhusu ili kwa maneno leo kuhusu nauli ya hawa watu kurudi nyumbani, ili anabeba tapeana. Alafu kesho angalia maslahi ya mashehe na imamu. Kwa hiyo pamoja na hiyo gari pia tapeana. Kwa hiyo naomba muombee Mheshimiwa Rais, muombee viongozi wa upinzani, ibilisi maingilio ya matusi, watuongoze na amani, sio na matusi. Na hiyo wananchi sana sana vijana wa Kristo na Waislamu waendelee kukaa na amani. Sisi wanasiasa ni watu wabaya sana, sisi ni wanafiki sana, tunawachochea lakini usiku tuko pamoja, tunawachochea tuwapigane simu. Ukiharibika sisi tunaenda hapo Dubai, wao wanaambia ni nini. Kwa hiyo ningependa kuwasihi vijana sana sana yote, msikubali kupigana sababu yetu sisi wanasiasa. Tuhubiri amani, Kenya yetu iende mbele kwa sababu ya watoto wetu, kwa sababu ya kesho. Na nawaomba mchukue kura kwa wingi. Mshachukua? Basi. Sababu hiyo ni silaha yako kama mbunge. Na mnapochagua muangalie. Kampeni inakuja, pesa tutaleta nyingi sana
ndio kwa chama yetu italeta pesa nyingi sana. Kasongo italeta pesa nyingi sana. Opposition italeta pesa nyingi sana. Lakini pigieni kura haki. Pigieni kura maendeleo. Msipige kura watu baada ya miaka 5 shida zenu bado zitakuwa. Waislamu mimi nawaamini sana, niko na imani. Angalieni mahali mnapiga kura pia wazima. Kwa mimi sitaongea mambo mengi. Nimebeba mchango hapa kidogo. Mtanigai vile nadhani tutapiga na kwenu. Takbir! Sura hii 120,000 mtaangalia video wanapata fare na internet. Kwa hivyo hiyo gari itaangalia. Asanteni sana Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, tunakuomba kwa moyo mkunjufu utufungulie mambo yetu ya Rabbal Alamin, utupe masikizano, uijalie uipe nchi yetu amani ya kudumu ya Rabbal Alamin. Viongozi wetu tuhifadhie ya Rabbal Alamin, uepushie na mambo ya kiiblisi ya Rabbal Alamin, inusuru nchi yetu ya Rabbal Alamin. Hatuna nchi nyingine isipokuwa ni hii ya Rabbal Alamin. Kama ulivyotujalia tukaweza kukutana mahala kama hapa, basi utujalie tukutane katika mahala patukufu katika Jannatul Firdaus ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, tuongoze ya Rabbal Alamin, umuhifadhi kiongozi wetu huyu Bwana Mike Sonko, umuepushe na kila aina ya ain, kila aina ya hasad, kila aina ya wivu, kila aina ya chuki. Umbarikie, umzidishie, umpe moyo wa amani ya Rabbal Alamin, umpe moyo wa huruma ya Rabbal Alamin. Umjalie kwamba ni mwenye kujumuika na sisi wakati wa shida na wakati wa raha ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, kama ulipomleta kwa salama hapa, umrudishe kwa salama, na umjalie katika makesi zake aliyotuendelea, kama ulivyoweza kumwezesha akaweza kuzifaulu za nyuma na zinazokuja, pia umjalie ni mwenye kupata ushindi ya Rabbal Alamin. Hatuna wa kumwelekea isipokuwa ni wewe ya Rabbal Alamin. Wazazi wake, mamake aliyokwenda mbele za haki, msamehe madhambi yake, umhifadhi naye, umjalie kabri yake naye, umjalie anaishi kwa salama na amani, na umjalie ingie katika Jannatul Firdaus ya Rabbal Alamin. Na sisi ambao tuko nyuma, utupe mwisho wa kheri ya Rabbal Alamin, husnul khatim 'inda al-maut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.